Hello, karibu kwenye Mafia TV. Tafadhali usisahau kubonyeza neno subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele ili uwe mwanafamilia wetu. Na tunataka kuangazia mchezo ama tuangazie mchezo kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Stellenbosch. Mmoja kati ya mchezo ambao ukitazamwa zaidi na watu wa South Africa kwa maana ya Afrika Kusini, lakini pia wa Tanzania na Simba kwa ujumla wote ambao wamesafiri kwenda kutazama mchezo, lakini pia ambao watakuwepo hapa. Tukiutazama michezo kadhaa ambayo Simba amecheza kwenye michuano ya kimataifa, ameonekana kupata mafanikio, lakini pia matokeo ambayo yamekuwa yakimpa nafasi ya kwenda hatua zaidi. Mchezo leo utaamua moja, either Simba aende finali ama aondoshe katika michezo hiyo ama aishie nusu finali kwa maana hiyo. Lakini tumekuwa tukishuhudia baadhi ya viungo vya wachezaji kadhaa wa Simba. Ukimtazama Teba na Mukwala, wengi wamekuwa wakimpa nafasi ya Teba, lakini wakati mwingine Mukwala amekuwa akionyesha ubora zaidi. Unarudi kwa Kibu Dennis, namna ambavyo amekuwa na perform ndani ya Simba. Mtazame Elie Mpenzu, mmoja kati ya wachezaji ambao ni wazuri sana ndani ya Msimbazi. Lakini pia ukirudi katika safu ya ulinzi kwa maana ya Shabalala, lakini pia ukimtazama Shomari Kapombe, ni miongoni mwa wachezaji ambao wameonekana kuleta mabadiliko, lakini pia kumpa nafasi zaidi Pinpin Kamara kuwa na usalama katika eneo la lango lake. Mmeshaki kutazama mchezo, aina wachezaji wanaocheza kuanzia eneo la ulinzi, ushambuliaji mpaka eneo la umaliziaji Simba. Changamoto kubwa ikitajwa kwenye eneo la kumalizia nafasi ambazo wamekuwa wakizipata. Lakini pia ubora mwalimu wa Simba ambaye pia ameonekana kuwa na nafasi nzuri. Japo kwamba hana status kubwa ndani ya soka la Afrika, lakini amekuja kubebwa na wekundu wa Msimbazi zaidi. Nini unakitazama hasa kwenye mchezo wa leo? Nachokitegemea kwenye mchezo wa siku ya leo ni matokeo kwenye upande wa kikosi cha Simba. Cha kwanza ndicho ambacho kwa watu wengi tunatazamia katika siku ya leo, kwa sababu katika mchezo wa kwanza tayari tulishaona matokeo ambayo yalikuwa upande wa kikosi cha Simba. Lazima atakuwa ni Stellenbosch kwa sababu yuko nyumbani ambapo atakuwa na nguvu ya mtu wa 12 ambaye ni shabiki. Atakuwa na idadi kubwa ya mashabiki tofauti na ambavyo Simba atakavyokuwa navyo. Stellenbosch hatupaswi kuwa underrate ama kuwashusha samani, kwa sababu ubora ambao walikuwa nao ndio umewafanya ukafika hatua ya nusu final. Kumtoa Zamalek haikuwa kazi ndogo kwao na haikuwa jambo jepesi, lakini kwao ni jambo ambalo wao wanaliona ni jambo ambalo linawezekana. Ni kwa nini nasema kwao wanaona ni jambo linawezekana? Kwanza Simba hakupata idadi kubwa ya magoli. Idadi ya magoli ambayo moja kwa moja ingeonyesha kwamba matumaini pengine kwao yangekuwa ni madogo. Lakini matumaini kwao ni makubwa kwa sababu ya aina ya magoli ambayo Simba alikosa, lakini vile vile aina goli moja ambalo Simba alishinda. Kwa hiyo wao wanaona ni nafasi kubwa ya wao kupata matokeo yale ambayo yanahitaji. Leo sitamuona mwalimu akibadilika sana kwenye upande wa kikosi cha Simba Sport Club, wala vile vile Kaizer Chiefs nitaona kuna mabadiliko atakuja nayo, hususan kwa katika dakika 15 za kwanza, lakini vile vile katika dakika 15 za pili na dakika 15 za tatu kukamilisha dakika 45 za kipindi cha kwanza. Watakuja na nguvu ya kutamani kupata matokeo, yani wakiwa na umiliki mkubwa wa mpira tofauti na Simba ambavyo watakuwa wanaingia. Simba ili wao waweze kumiliki mpira, ili waweze kuhandle mpira ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza, ni kutokuruhusu wapinzani wao kukaa na mpira muda mwingi. Wakiwaruhusu wapinzani wao kukaa na mpira muda mwingi, wataenda kukuta kipindi cha kwanza wanaadhibiwa na wao kutokwenda katika hatua inayofuata, hatua ya final. Simba wana matamanio ya kwenda hatua ya final. Matamanio hayo ni kukamilisha kila kitu ambacho mwalimu tayari ameshakifanya kwenye viwanja vya mazoezi. Viwanja vya mazoezi ni sehemu mojawapo ya kutoa matokeo ambayo kila mtu anatamania kuyaona. Kila mtu anataka kuyaona yakiwa yanaendelea kuwa upande wa Simba, kwa sababu hakuna mdau wa soka ambaye asiyependa kuona Simba inafika hatua ya final. Natamani kuona hizi finali zikiwa zinachezwa sana na vilabu vyetu hapa nyumbani, ili kuwa ni furaha ya mashabiki hapa nyumbani kuzoea michuano mikubwa ikiwa inachezwa nyumbani. Lakini sio kwa kuzoea kwa kuitazama, lakini kwa kuijenga brand ya ligi, lakini vile vile kwa kuijenga taasisi yenyewe, kwamba kuna michuano mikubwa ambayo watu tunapaswa tuwe tunaitupilia macho, hasa kwenye kipindi hichi cha
kombe la club bingwa ikiwa inafika, lakini vile vile kombe la shirikisho ikiwa inafika. So kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba Simba leo watakuwa ni wako bora, lakini sitamani kuwaona wakiwa wanabadilika. Naamini mwalimu ataanza vile vile ambavyo alianza nyumbani, akiwa anaanza na mfumo wa 4-3-3. Kwa nini anaenda kuanza na mfumo wa 4-3-3 katika msimu katika game ya leo kwenye hii game? Kwa sababu watu alioanza nao nyuma, Mohamed Hussein kushoto, lakini kulia Shomari Kapombe na Hamza pamoja na Karabu, ni wachezaji ambao kwanza wamekuwa na chemistry nzuri sana tangu wameanza kucheza. Lakini kwa watu wa juu, ukimongeza Mpanzu, Ngoma pamoja na Kagoma, ukiwa na Kagoma na Ngoma ni wachezaji ambao una faida na sifia kwamba kuna kitu kikubwa ambacho wanakuofa. Ukiwa na Ngoma ni mtu ambaye anakuonyesha ubora wake kwenye upande wa kusupply mipira ambayo ile iliyokufa, ambayo inatokea nyuma inakuwa na advantage. Lakini vile vile amekuwa na faida katika mipira ambayo ni ya long ball, amekuwa nayo na faida na mipira mirefu ambayo ya kuangalia mtu yuko kwenye position gani, na then akatoa na ikaenda moja kwa moja kimiana. So kwa hiyo naamini mwalimu anaenda kuanza na Ngoma leo pamoja na Kagoma katika eneo la kiungo, lakini Mpanzu anamtumia kwa pembeni kwa sababu anajua ni faida kubwa sana ile Mpanzu. Lakini kuna taarifa ambazo zilitoka kwamba ameumia mazoezini, pengine tusimuone akiwa anacheza. Kwenye eneo hilo pengine tutamtegemea kumuona Lakdaki Chasambi mwalimu akiamua kuanza naye. Ni moja ya mchezaji ambaye ni mzuri na mchezaji ambaye anaweza kabeba na kufufua matumaini ya Simba kwamba wana uwezo wa kwenda katika hatua ya final. Kibu Dennis mchezaji ambaye kwa sababu tumeona tangu alitoka majeraha then akaingia kwenye kikosi cha Simba, amekuwa na ubora wa hali ya juu. Amekuwa akionyesha kila mchezo, amekuwa na performance ya hali ya juu, kila mchezo amekuwa akionyesha ubora. Kuna ambaye asiyejua kile ambacho anakuwa anakifanya. Kwenye last game alikuwa man of the match kwa performance ambayo ameonyesha, akiipeleka Simba kwa mguu mmoja hatua ya final. Lakini ni mtu ambaye tumeona vile vile akiwa na mpira anakufunga, lakini asipokuwa na mpira vile vile anakuwa ni hatari. Maana yake ni mtu ambaye ana macho ya kutazama wapinzani wako kwenye position gani na kutoa assist. Lakini leo natamani mwalimu aanze na Teba, sio aanze na Mkwala. Natamani kumuona Teba kuliko Mkwala, sababu hii game inahitaji mtu ambaye anajua kupossess mpira na kukaa na mpira. Lakini Mkwala ni mzuri zaidi kwenye upande wa kufunga, sio mzuri kwenye kukaa na mpira. Maana yake atakuwa ni second option ya mwalimu pindi ambapo timu itakuwa sasa ina move kutoka kwenye dakika 70 kwenda 80, ili mtu ambaye ataleta pressure kubwa kwenye eneo la timu pinzani ili timu iweze kupata matokeo. Na mimi naamini hivyo kwamba Simba ana uwezo huo wa kupata matokeo pale South Africa, na matokeo yana uwezekano mkubwa. Kwa hiyo mimi nawatakia kila laheri Simba katika matokeo ya siku ya leo.